rais wetu yuko pamoja na nyinyi, na baada tu ya ajali ametoa maelekezo mahususi ya kuhakikisha namna gani wanatibiwa ambao ni majeruhi, lakini namna gani tunaweza tukasaidiana na nyinyi ambao mmepata matatizo ambayo mmeondokewa na ndugu zenu. Kwa hiyo kikubwa nachoweza kusema, kwa sababu kama ambavyo amesema mkuu wa mkoa kwamba kuna ndugu zetu wale ambao wametutangulia mbele za haki, miili yao imeungua sana. Najua baadhi yenu mmeona. Kwa hiyo ni vigumu sana kumtambua. Hata leo tukiwaruhusu nyie kila mtu tukasema kila mtu akamchukue wa kwake, hakuna atakayejua wa kwangu ni yupi. Si tuko pamoja? Yaani vigumu kujua nini wa kwangu ni yupi. Kwa hiyo na kwa kweli ni vizuri kila mtakapochukua tuwe na uhakika, na wewe uwe na uhakika uliyembeba ni ndugu yako. Pamoja na kuungua kwao huko na kutokujulikana, hakuna hata mmoja kati yenu atakayeondoka na mtu ambaye sio ndugu yake. Ni lazima kila mmoja ataondoka na mtu ambaye ni ndugu yake. Lakini mtupe nafasi ya kufanya basi hiyo kazi. Na niwaambie tu, kwa maana ya teknolojia ambayo rais wenu Dr. Samia Suluhu Hassan ameileta ndani ya nchi, ni lazima kila mmoja ataondoka na ndugu yake. Kwa hiyo tukakubaliana leo hapa sasa hivi wataalamu wameshatoka Dar es Salaam kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Rais wetu amemtuma mkemia mkuu wa serikali, ameshakuja hapa na wako tayari wanachukua sasa kwa kila mwili. Na kuna maelekezo najua mmepewa nyie, si ndio? Kuna maelekezo mmepewa. Naombeni yale maelekezo mliopewa na wataalamu hakikisheni mnayazingatia. Kwa hivyo mambo tunataka tufanye, ndio wakija kama kuna ndugu hapo, tufanye wakikubaliana kwamba huyo ni match, sasa tumpe ambapo tupunguze. Alafu mwisho huko tutaona watakobaki ambao watapata ndugu yao, tutachukua jukumu la serikali na kuweza kuwafanya. Naungana pia na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa haya walioyafikiri kwa kina zaidi, ili tuweze kufanikisha kila jambo liende sahihi. Mimi ombi langu Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama sisi nilivyotangulia kusema, sisi tulichelewa kidogo, tukaja wenzetu baadhi walishaingia kuangalia miili ile, lakini sisi hatukufanikiwa. Lakini mimi binafsi pamoja na ndugu zangu tunaungana mkono ili hiyo siku ya Alhamisi tuwe pamoja, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipanga siku ya kufa kwa mtu na siku ya kuzikwa kwa mtu. Hata hiyo ajali ni Mwenyezi Mungu aliipanga watu wale wafe kwa siku hii. Unapozaliwa kwenye tumbo la mama yako uliandika siku gani utakufa na utakufa kwa ajali gani.